الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الهادي إلى الخيرات وعلى آله وصحبه ذوي المجد والكرامات. Mada ambayo insha Allahu taala tutaishi nayo katika bayani ya leo ni upi mtazamo ambao tunapaswa kama umma wanao juu ya kuzawa kwa Mtume Muhammadin salawatullahi wasalamuhu alayhi. Wengi tunapoyaangalia mazazi ya sallallahu alayhi wasallam huwa tunajikita katika suala la alizaliwa wapi na lini alizaliwa. Taban haya ni maswali ambayo yana msingi, lakini swali msingi zaidi ni kuuliza, je, baada ya kuzaliwa sallallahu alayhi wasallam alifanya kazi gani? Na ili kufahamu swali hili kwamba baada ya mazazi ya sallallahu alayhi wasallam kile alichokifanya ni kitu gani, tutasaidika ikiwa tutafahamu uhalisia wa mazingira aliyoyaona sallallahu alayhi wasallam au mazingira yaliyokuweko wakati sallallahu alayhi wasallam anazaliwa. Tunasema wabillahi tawfiq, kwa ili kufahamu misheni ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kufahamu ajenda aliyokuja nayo sallallahu alayhi wasallam, inatulazimisha kuangalia uhalisia wa hali ya kisiasa, kiuchumi na kijamii, albia. Kwa nini kuna umuhimu kuangalia bia hii? Kwa maana mageuzi yoyote duniani haangaliwe alipozaliwa, anaangaliwa alichokifanya baada ya kuzaliwa na mazingira yepi ambayo ndani yake alizaliwa. وهكذا ينبغي أن ننظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتساءل أنفسنا بأعمق السؤال، أي ماذا فعل بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الحضور الكرام، أنا mazingira aliyokumbana nayo sallallahu alayhi wasallam sote tufahamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akayaeleza mazingira haya katika sura ya Al-Jumu'ah aya ya 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Asema Mwenyezi Mungu, yeye ndiye aliyemtumiliza miongoni mwa watu ambao ni ummiyina, wasiojua kusoma wala kuandika, akamtumiliza ndani ya jamii hii mtume ambaye alikuwa na kazi ya kuwasomesha watu na kuwasafisha watu na kuwatakasa, akisoma aya za Qur'ani kwa watu hao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, kabla ya kutumilizwa bwana huyu na ujumbe huu, mazingira ya Makuraishi na Waarabu kwa ujumla na ulimwengu kwa ujumla walikuwa katika upotofu ulio wazi.
Upotofu huu yatosha kuangalia hata political structure, muundo wa kisiasa na pia na values ambazo Makuraishi walijifunga nazo. Walikuwa na utawala, lakini utawala uliojikita katika misingi ya kikabila. Si hili tu, sharafu na hadhi katika mji wa Maka, ima kama hauna pesa watoka katika kabila kubwa, mpaka kukawa na msemo wa kwamba tuko tayari kunusuru ukabila au kabila letu au mtu wetu hata kama yuko katika batil. Unsur akhaka zaliman au madhluman. Msemo huu kwa Makuraishi ukawa na mtazamo wa tribalism, kwamba ndio nishati ya kusukuma maisha ya watu. Lakini msemo huu ukaja kugeuzwa kiufahamu na sallallahu alayhi wasallam. Katika msingi huu Makuraishi, Maka kwao ilikuwa ni kitovu cha biashara, na biashara hii ilikuwa na system ya riba, interest based economy. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anazaliwa, watu wametaamaka katika misingi ya riba. Si hili tu, mwanamke katika biladi hii ya Maka hana hadhi, hana sehemu, hana mgao katika mirathi, bali akizikwa mtoto wa kike akiwa hai kwa kuechelea aibu na ufukara. Lakini adha wa amar, msingi ambao Makuraishi walijifunga nao ni msingi wa kwamba miungu ni mingi. Masanamu yakatengenezwa, Ahlus-Sira wanasema 360 yakajazwa ndani ya Al-Kaaba. Haya ndugu zangu, ndiyo mazingira ambayo Mtume Muhammad sallallahu wasallam alayhi alikumbana nayo, na ndio tunasema kwamba tukitaka kujua ajenda ya sallallahu alayhi wasallam, tukitaka kujua thamani ya kuzaliwa kwa bwana huyu, tusifunge mazungumzo yetu kwa wakazaliwa na Amina, alizaliwa mwaka wa ndovu, alizaliwa Maka, bali tutanue. Je, kuzaliwa kwake hakumaanishi ujumbe ambao ujumbe huu from day one, katika siku za kwanza, ujumbe ukilenga kuleta mageuzi ya kijamii, kutengeneza mujtamaa maalum wenye fikra maalum, fahamu maalum, hisia maalum na nidhamu maalum. Kutumilizwa kwake sallallahu alaihi wasallam au kuzaliwa kwake ni kuzaliwa ujumbe ambao haukulenga mageuzi katika katra ya Arabi fakat, bali ulimwengu biashmaliha. Hakadha wiladatu nabii sallallahu alaihi wasallam, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mwenyezi Mungu akathibitisha kuwa hatukutuma ewe mtume mtukufu wa daraja, ila tulikutuma uwe ni rahma kwa walimwengu wote. Swali bado linabakia katika dhihni ya kila Muislamu, madha faala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam baada miladihi, alichokifanya sallallahu alayhi wasallam baada ya kuzaliwa kwake. Huyu kazi gani sallallahu alayhi wasallam alifanya baada ya kuzaliwa? Tushajua amezaliwa, lakini je, alifanya kazi gani? Naam, tumefahamu mazingira, na mazingira haya ndugu zangu, ma'al-ma'asafi shadid, leo yana uwiano na hali tunayoishi leo hii. Je, hatujaona leo wanasiasa ambao wana glorify tribalism na wanaitumia kama karata ya kisiasa? Je, hatujaona leo
uchumi unapelekwa kwa misingi ya riba uitwe capitalism, au wengine sasa wanasema usiitwe capitalism, mfumo uitwe creditism. Yani watu hawaishi ila kwa mikopo ya riba, harusi za mikopo ya riba, hata matanga mikopo ya riba. Tunaishi katika system kama hii. Tunaishi katika jamii ambayo imeparaganyika katika mafahidi, imechanganyikiwa katika afkar, imechanganyikiwa kuhusu akida yake. Mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa si kuzidisha dini, bali ni kuleta substitute, ni kuleta ideolojia nyingine. Mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa si kubadilisha majina ya masanamu tu, bali kubadilisha mfumo wa ubwana, kwamba ubwana ambao ulikuwa umejikita katika ubinadamu, bali ubwana uje kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sovereignty belongs to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, Mtume alipoanza kutangaza Uislamu, Makuraish hawakuona kwamba Mtume ana jeshi, hawakuona kwamba Mtume ni superior katika military. Lakini as-sual ni kwamba kwa nini from day one wakatangaza vita kwa da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini kawa hivi? Ai, Makuraish walifahamu from day one ulinganizi wa sallallahu alaihi wasallam unalenga kuwapokonya sovereignty. Anaalika sallallahu alaihi wasallam kwamba sovereignty, total submission, utiifu kamilifu unafaa na unapaswa kuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mukhtasar akahubiri la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kuna swali linaweza likaulizwa hapa. Uislamu lazima uwe na serikali, lakini sallallahu alaihi wasallam katika dawa yake, mbona Maka from day one hakuja kusimama na kusimamisha serikali pekee yake au ku-attack Makuraish ile kayani yao ya kisiasa? Sallallahu alaihi wasallam instead aka-engage mazungumzo yake katika sifa mbili. Na hivi ndivyo dawa ya mabadiliko. Ndugu zangu, mabadiliko yanaanza kwa kuingia michakato miwili. Mchakato wa kwanza tunasema as-sira'ul fikri, mvutano wa kifikra. Mvutano huu ni kualika watu kuja katika kufahamu fikra sahihi mpya za Uislamu na kuwaonyesha upotofu na ubovu wa fikra mbovu zilizoko. Kwa sababu zile fikra shirikina, ukabila na kila kitu, kwa sababu leo fikra ya imani wa mahaulaha na huriyatiha, zote hizi ni fikra zataka kukosolewa kwa dalili. Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Anakuja ujumbe mkubwa, opinion makers, watu wakubwa wanakuja kwa ami yake Abi Talib, wakereketwa na joto la da'wa. Ami yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuita mwanawe, ya Muhammad, madha turidu min qawmik? Ewe Muhammad, ebu nielezee unataka nini kwa watu wako. Ayuha al-akh, taamal jibu la sallallahu alaihi wasallam. Je, angesema nataka mali? Angesema nataka cheo? Angesema nataka mke? Lakini sallallahu alaihi wasallam akaweka labinatul ula al-asasiyya, akaweka msingi muhimu. Akasema, ya ammi inni uridu minhum an yaqulu kalimatan wahida. Ewe ammi yangu, mimi nawataka watu hawa waseme neno moja.
neno hilo watakapolisema ambalo ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ambapo Makuraish hili neno walifahamu zaidi hata maasafi shadid na Waislamu leo. Makuraish walifahamu neno hili kwamba huyu mtume hatutaki tu tuame masanamu, bali anataka tuame masanamu, lakini utukufu na ungwana uwe ni kwa Mola anayelingania. Yani sheria zetu, toa yetu, misingi yetu iwe ni misingi aliyokuja nayo, ama aliyokuja nayo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akasema inni uridu minhum an yaqulu kalimatan wahida fa idha qaluha tadinu biha al-ard. Neno hili watakapolitamka watakuwa mfumo wa Waarabu wote utazunguka katika tamko hili la ilaha illa Allah. Na hapa dini haina maana kahluti, dini ya kiruhia. Hapa dini maana ya mfumo. Yani huyu mtu anasema tukitamka tamko hili, maisha yetu yote, sheria zetu ziwe katika jani siasi au uchumi au jamii, zote ziwe ni kwa muktadha wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Maneno haya ni tafsiri ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ndio mission ya mitume. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. هكذا هو التوحيد وهكذا هو كلمة لا إله إلا الله. Kalima hii haikutaka Waarabu waachane na masanamu tu peke yake. Kalima hii iliwataka Waarabu wahame masanamu, lakini wahame anzimatul haya, maisha jumla wayahame, yaunde maisha haya kwa la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu hakutasema ani'budu Allah, la ya jamaa, haikusema ani'budu Allah peke yake, lakini Mwenyezi Mungu akasema wajtanibu taghut, kila kinachoabudiwa na kutiiwa kinyume na la ilaha illa Allah, kinyume na Mwenyezi Mungu, inatakana kwa hapa. Lakini sallallahu alaihi wasallam akasema wa tuaddi ilayhim al-ajab al-jizya. Kalima hii watakapoizungumza watu wataweza kulipa jizya. Ayuha mu'min, je, unajua jizya? Si jizya mujarrad, ni jizya ile iliyotajwa katika sura al-Anfal, hatta yurtul jizyata an yadi wa hum sahirun. Wale wasiokuwa Waislamu, ili kuwa sisi tunadhamini maisha yao ya kisiasa, ya kiuchumi, amani yao kwetu sisi ni muhimu, kwa sababu hatufai kuvunja amani yao, basi hawa tunawatoza, hawa tunawapata filipini, tunawatoza jizya. Na jizya hii ala qurabati hii ukadiriwa. Jizya hii ni kuonyeshwa kuwa Uislamu una dominance, una utawala, ndio una umiliki asasi na zana za uzalishaji na usambazaji wa mali, ndio unaotumika kama reference ya kadhia yoyote inayotokea. Watu ati ilayhimul ajab al-jizya. Jizya yatolewa kwa nani? Na nani kusanya jizya? Unasema kama mtume hakuhubiri dola, bali alihubiri tu tauhid. Hadithi hii ni dalili kwako kwa ulinganizi wa sallallahu alaihi wasallam. Hata kama mwanzo hakuja moja moja kusema unalisomesha serikali hapa, lakini ulinganizi wake ulikuwa ni mazidu an tauhid wa dawla. Kwa sababu jizya, ndugu zangu, yatozwa na kiongozi, na kiongozi ili atoze jizya ina maana ana sulta. Wa hakadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kazi aliyoifanya sallallahu alaihi wasallam Saadatul Hudhur ilikuwa ni kazi ya mageuzi. Yani mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunapoyaangalia, tuyaangalia kwa upande wa mageuzi, kwamba ni ujumbe unatumwa ambao ujumbe huu unaleta kugeuza ulimwengu na kujenga mujtama. Tukimalizia ayuha Saadatul Hudhur, zipi mukawimati al-mujtama? Zipi nyenzo za kujenga mujtama? Society ni nini? Mujtama ni nini? Mujtama si mkusanyiko tu wa watu. Mujtama lazima kuwepo na tauhidul afkar, umoja wa kifikra.
Tauhidul mafahim, kuweko na fahamu concepts moja, lakini si hili tu, kuweko na anzima, kuweko na nidhamu ya kimaisha ambazo walitali katika hisia moja. Hivi ndivyo Uislamu unavyojenga mujtama. Wakati Waarabu walikuwa wakijifakhiri na ukabila, Uislamu ukavunja ukabila. Huyu hapa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu anaunganishwa na Suhaib al-Rumi. Ikhwa fillah, huyu hapa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu anatajika, ni mtu anafahamika Maka, anaungwa na Ammar bin Yasir, mtu ambaye hana usemi katika biladi ya Maka. Huyu hapa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, wa huwa man huwa, leo anaunganishwa na Salman al-Farisi. Hakadha ulinganizi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukaweka nguzo ya kwanza kwamba ukabila ni uvundo na uchamungu ndiyo chanzo cha kuleta umoja. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Je, tunaposherekea usawa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbele yetu tuna siasa kabalia, siasa za kabila. Je, sisi ni washiriki kusikiza agenda au sisi ni tubadilishe agenda? Leo umma wa Kiislamu huu ambao zamani ulikuwa ukiset agenda, leo unasetiwa agenda. Ndio Ikulu kifika pale, sisi pale tumekuja hapa tuna hivi na hivi na hivi. Roli yetu ndugu zangu ni roli iliyotekelezwa na spokesperson wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika biladi kufri. Akakutana na mtawala asiamini Uislamu. Mtawala huyu ndugu zangu ni mtawala wa Habash an-Najashi. Watu wangemta moja kwamba jamani, sisi tuko katika ardhi ya kigeni hapa, imani yetu tofauti na kiongozi. Sasa tunyamazeni kimya, tusubiri ajenda itakapokuwa. Sikizeni wanaume ambao walifahamu mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi, wakafahamu ajenda ya usawa sallallahu alaihi wasallam. Asema Jaafar bin Abi Talib, asema naqulu al-haqqa ka'inna kana, tutasema ukweli yatakaokuwa yawe. Wakachukua fursa ya kukutana na kiongozi kubainisha misimamo ya Uislamu. Kilichotokea ni nini? Walitoa ndani au kutoa ndani, walikaribishwa na kuambiwa kaeni hapa, antum tulaba, ni mna amani. Wallahi wakati mwingine unaweza ukadhania kwa kuzungumza haki ni hatari, kwa kuzungumza haki ndio salama zaidi. Anasema Jaafar kwamba sisi ni watu katika kaumu jahiliya, hatujui ustaarabu, twala mfu, twazika watu wakiwa hai, wanawake, bali mwenye nguvu kwetu mpishe. Aeleza mazingira mabaya sallallahu alaihi wasallam, akaonyesha nguvu za kikweli ziko katika takwa. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Kama ni nidhamu ya riba ambayo bila shaka ilileta uchoyo, watu walafi ambao mali yao ikizunguka mikononi mwao, mali ile ingesambazwa iliyofika mamilioni ya watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akageuza ufahamu wa mali. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Azungumziwa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ana mali lakini ufahamu wake ni tofauti. Wa amma man bakhila wastaghna, kuna yule anaitoa mali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu ukasema mali isizunguke tu kwa wachache, bali inatakana isambazwe ifikie umma, kai la yakuna dawlatan baina al-aghniya'i minkum. Hakadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadatul hudhur, leo tunakabiliwa na interest-based economy. Utajiri wa wachache katika dunia hii wanaumiliki ungelitosha kutosheleza mahitaji ya watu. Nadhani mnamjua Elon Musk. Elon Musk, utajiri alio nao ni sawasawa na bajeti ya Afrika Mashariki kwa ujumla, Tanzania, Kenya, Uganda, kwa miaka 14. Sikusanye pesa zao, bajeti zao. Huu ni utajiri wa Elon Musk. Pambizoni watu wanajaa. Watu wanajaa. Ndugu zangu, je, tunaposherehekea uzao wa sallallahu alaihi wasallam,
Je, zile principle alizozitumia sallallahu alaihi wasallam tunazo? Je, hali ambayo aliyokubali nayo sallallahu alaihi wasallam, hali hii leo tunayo? Je, katika kuheshimisha uzao wa sallallahu alaihi wasallam na kutukuza uzao wake, je, tutafanya kitu gani kugeuza jamii hii? Nayo ni kazi rahisi, japo ni ngumu, lakini ni kazi rahisi sana, kuchukua yale aliyokuja nayo sallallahu alaihi wasallam na akili wetu tubebe kwamba sisi ni sleeping giants. Sisi jukumu letu, ndugu zangu, tumetumilizwa hapa duniani kufanyia ajenda Uislamu na kusimamisha Uislamu ili jamii iwe na afkar, iwe na mafahimu, iwe na akida ambayo ni akida sahiha. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau kariha al-mushrikun. Yesu anasema hakika yeye ndiye aliyemtuma Muhammad kwa dini ya haki, kwa uongofu na dini ya haki, liyudhhirahu ala ad-dini kullihi, ili Mwenyezi Mungu amdhihirishe sallallahu alaihi wasallam, au Mwenyezi Mungu audhihirishe Uislamu hata kama jambo hili ndiye watu watachukia. Ndugu zangu, hilo ndio jukumu letu. Tusijikite zaidi katika munakasha au non productive debate. Mtume kazaliwa vipi, sijui kwaje, mimba yake kwaje. Hizi ni mijadala ambazo ni za kujirejelea, recurrent phenomena, hazitotusongesha mbele. Ajenda kuu ni ujumbe wake sallallahu alaihi wasallam. Tuwezi leo kubadilisha jamii hii ya ulimwengu na kuleta ulimwengu katika mahala alipopamacha sallallahu alaihi wasallam. Kwa hada astaghfirullah wa atubu ilayhi.